Nitaenda kushare na wewe mifumo mitatu ambayo imethibitishwa kisayansi kukusaidia kufikia malengo makubwa ndani ya muda mfupi. Mifumo hii ambayo utaenda kujifunza ndani ya muda mfupi ujao imenisaidia mimi binafsi ndani ya miaka 2 iliyopita kuweza kufikia malengo yangu makubwa, na almost kila kitu ambacho nilikuwa najiwekea kuweza kukitimiza. Kwa mfano, nimeweza kumaliza shule yangu ya PhD, nimeweza kukuza brand yangu mtandaoni kwa asilimia zaidi ya 500. Kubwa kuliko ni kuweza kutriple kipato changu kinachotoka mtandaoni. Ni mfumo ule ambao umewasaidia pia wanafunzi wangu wa mentorship zaidi ya 400 ambao wameutumia kuweza kubadilisha maisha yao. So kama ulikuwa unafikiria kwamba huu mfumo pengine hauwezi kukusaidia wewe, utashangaa sana. Huu mfumo umeweza kusaidia watu ambao hata wale ambao ulikuwa unaweza kuzani labda pengine ni viwaza. Huu mfumo uliweza kuwasaidia kuweza kutoka hatua moja na kuweza kufikia hatua kubwa ya kufikia mafanikio yao. It works like magic. Sasa bila kupoteza muda, chap tuanze kutizama mfumo wetu. Sasa mfumo huu umegawanyika katika sehemu kubwa 3. Na sehemu ya kwanza ni kuweka malengo makubwa. Ni kuweka malengo ambayo ni 10x. Kuweka malengo ambayo ni 10x, malengo makubwa mara 10 zaidi. Najua normally mmezoea kuweka malengo ambayo kulingana na uwezo wako. Sasa mfumo huu unakutaka kuweka malengo ambayo kwa akili yako ya kawaida unahisi huwezi kuyafikia. Hiyo ndiyo hatua yetu ya kwanza. Sasa ukishakuwa umeweka malengo mara 10 zaidi ya mwaka huu, mwaka 2026, kinachofuatia sasa, ili tuweze kuongeza spidi, tunayabadilisha kuwa malengo ya siku 90. Hayo malengo yako ambayo uliweka kuyafikia ndani ya mwaka mmoja, tutayapunguzia muda, tuyaweke kuyafikia ndani ya siku 90. Na hii ndio maana halisi ya kutoka nje ya box. Sasa nitakupa mfano mdogo wa namna ya kufikia malengo makubwa ndani ya muda mfupi. Mwaka jana nilianza kutengeneza brand yangu kwenye mtandao wa Instagram, TikTok, lakini pia Facebook. Pengine ndio maana watu wengi mlikuwa hamnione huku YouTube. Na niliweza kutoka followers 2000 kwa Instagram na Facebook, nikaweza kufikia ukuaji wa watu 300,000, followers 300,000 ndani ya miezi 5 pekee. Na hii ni kwa sababu niliweza kujifunza, nikaweka malengo makubwa, halafu nikayapunguza niyafikie ndani ya muda mfupi. Na hicho ndicho ambacho tunajifunza hapa, ili uweze kufikia malengo yako ya mwaka 2026 ndani ya siku 90 pekee. Nikwambie tu kitu kimoja kwamba tajiri namba 1 duniani Elon Musk aliwahi kusema, ukijipa siku 30 kuweza kuimaliza kazi ambayo umejipatia, utatumia siku 30. Na kwenye kazi hiyo ukiamua kujipa siku 3, utatumia siku 3, kwa sababu kile ambacho umekiweka akilini mwako na kile ambacho umekiweka kwenye mpango wako ndicho unachoenda kukiishi. Ndio maana nasisitiza kwa hatua ya kwanza ni kuweka malengo makubwa na kuyapunguzia muda, kwa sababu ukiwa na nidhamu na ukiweza kufocus, ni rahisi sana kuweza kuyafikia malengo hayo makubwa ndani ya muda mfupi kabisa. Kwa hivyo principle namba 1 ni ile kwamba ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, ni lazima wakati mwingine uanze kama kichaa. Kama malengo yako ya kufikia mwaka huu ukimwambia mtu anaona ni ya kawaida, maana yake kuna kitu hakiko sahihi. Maana yake lazima atishike kwamba inawezekanaje? Kama ametishika, maana yake hayo malengo yako ni sahihi kabisa kuweza kuyapasuu kwa mwaka 2026. Sasa hapa ulipo, najua tayari una malengo yako sehemu. Hakikisha umetizama malengo yako na umeyapitia vizuri, ili yawe ni mara 10 zaidi. Ama pengine yale malengo yako ya mwaka 2026 uyabadilishe, uyaweke kuyafikia ndani ya siku 90 kuanzia leo. Sasa kama hatua hii tayari umeshaifikia, ni muhimu sasa tukahamia kwenda hatua ya pili, ambayo ni ya muhimu zaidi, kwa sababu kama umeshaweka malengo, ni lazima sasa twende hatua inayofuata. Na hatua ya pili haina kitu kipya sana, ila ina kitu ambacho pengine haujawahi kusikia. Kwenye yale malengo ambayo umeyaweka, ni lazima sasa tupandishe viwango vyetu vya maisha, ili tuweze kuwa na standards ambazo zinafikia maisha ya malengo ambayo tumejiwekea. Maana yake ni kwamba huwezi kufikia mafanikio makubwa, mafanikio ya juu ambayo tunayatamani kwa standard zako na viwango vyako vile
vile vya zamani. Ni lazima tubadilishe viwango kwa kiwango kikubwa. Sasa hiki ambacho najifunza hapa, pengine mentors wako wengi ambao huwa wanakufundisha namna kuweka malengo huwa hawagusii kabisa, kwa sababu huwa wanaishia weka malengo, lakini hawafiki kabisa kwenye hii hatua ya pili, ambayo ni hatua ya lazima na ya muhimu sana kabla ya kuweza kuanza kuishi malengo yako. Labda nianze kwa kuuliza, kwa miaka mitatu nyuma, tuseme mwaka 2024, mwaka 2025, umeweka malengo hujafikia. Ukijiuliza unadhani ni kwa nini pengine ulikuwa ufikii malengo? Ukitizama vizuri, ukachunguza, utagundua ukweli kwamba ulikuwa unaweka malengo lakini ulikuwa unabakiza standard za chini. Yaani unaweka malengo makubwa lakini una standard zako mwenyewe za chini. Sasa kwa mfano, unaweka malengo sasa hivi, kwa mfano kipato chako unaingiza kwa mwezi, labda unaingiza 700,000 kwa mwezi. Lakini unatamani sana, unamwomba sana Mungu hiki kipato chako kiweze kukua na kiweze kufika tuseme milioni 4 kwa mwezi. Sasa utakapoweka malengo yako, wewe kila kitu unachokiweka malengo sasa hivi kipo kwenye hadhi ya 700,000. Yaani maisha yako sasa hivi ni hadhi yake ni 700,000. Lakini maisha unayotamani ambayo umewekea malengo ni ya milioni 4. Sasa usipobadilisha viwango vya maisha, ukabaki na tabia, tuseme tabia, ukabaki na ujuzi, ukabaki na haiba, ukabaki na marafiki, ukabaki na mazingira mazingira ya 700,000, maana yake uwezo wako wa kuweza kufikia hapa unakuwa mgumu sana. Marafiki ambao uko nao ni wale ambao almost wote wanaishia hapa kwenye 700,000. Tabia zenu ni za 700,000, productivity iko chini, ujuzi wako hauwezi kukusaidia. Yaani ujuzi na offer sokoni hauwezi kukupa wateja wa milioni 4 kwa mwezi, na wewe umeweka malengo ya kufikia hapa, itawezekanaje? Kwa hiyo ndio maana tunasema ni lazima kupandisha viwango, na viwango tunavyozungumzia viko viwango 8, lakini nimekupa tu mifano ya viwango kama 6. Lazima ubadilishe tabia zako ziendane na tabia za milioni 4, ujuzi wako uendane na ujuzi wa milioni 4, haiba yako itoke 700,000 iende milioni 4, marafiki zako watoke 700,000 waende milioni 4, marafiki, mentor wako, kama ulikuwa na mentor wa 700,000 ubadilishe uende milioni 4. Mazingira yako unayoishi kama yalikuwa ni yale ambayo yanakuafford kufikia 700,000, maana yake lazima ubadilishe mazingira uende kwenye mazingira ambayo yatakupatia kuweza kufika milioni 4. Na hivi ndivyo viwango vya lazima kuweza kuvipandisha. Ama kwa lugha nyingine niseme tu kwamba kama utaweka malengo makubwa, na ukumbuke tumeweka malengo ambayo ni mara 10 zaidi. Ili tuweze kufikia malengo yetu mara 10 zaidi, ni lazima tuweze kubadilisha hivi viwango vyote. Siku moja tuanze kuishi kama mtu mpya ambaye ana ujuzi mpya, ana tabia mpya, ana haiba mpya, ana marafiki wapya, ana mentor mpya, lakini pia kwenye mazingira mapya ambayo yatatusapoti kuweza kuachieve haya malengo. Kama unataka kufanikiwa mpaka ushangae, principle yetu ya pili inatuambia baada ya kuwa umeweka malengo makubwa mara 10, hakikisha viwango vya maisha vimepanda. Na viwango vya maisha vikipanda, hata hapa ukishafanikiwa kutoka hapa ukaja kwenye milioni 4, ukatamani kutoka kwenye milioni 4 uende kwenye milioni 10 kwa mwezi, principle ni ile ile. Ni lazima ubadilishe viwango hivi ambavyo vitakuwa ni vya milioni 4 vitoke vije viwango vya milioni 10. Maana yake kwenye maisha huwa hatufanikiwi kufikia malengo tunayotaka kufikia. Kwenye maisha tunafanikiwa kufikia kuwa na utambulisho mpya, kuwa mtu mpya ambaye ana ule uwezo wa kuachieve yale malengo uliojiwekea. Kwa hiyo technically hatufikii malengo. Tunachofanikiwa ni kufikia utambulisho mpya, new identity, ambayo una tabia mpya, una marafiki wapya, una mentor mpya, una ujuzi mpya, una kila kitu kipya ambacho kinakusupport kuweza kuachieve kila kitu ambacho umejiwekea. Na hii ndio maana halisi ya kila kitu ambacho nasisitiza. This is the principle ambayo lazima kuishi na lazima kuizingatia kama kweli unataka kufikia malengo makubwa ndani ya muda mfupi. Sasa naamini mpaka hapo tayari kichwa kinawaka, kichwa kinawaza
namna kupandisha hivi viwango. Usiwaze, kwa sababu viwango vyote hivi viko wazi na nimeshakuonyesha hapa namna ya kuweza kufanya. Sasa twende hatua ya 3 inayofuata, na hatua ya muhimu zaidi. Kama tayari viwango vimeshapanda, tunatakiwa twende hatua ya 3 ambayo ni kuweka focus kubwa. Sasa kama wewe ni mmoja ya watu ambao hawakufikia malengo kwa mwaka 2025, na sasa hivi tuko mwezi Februari, tunaenda mwezi wa 3, na kama kweli malengo yako tayari umeshayasahau na hujui kama kweli unaweza kuyafikia kwa mwaka 2026, ungana na wanafunzi wangu wengi wa mentorship ambao wako kwenye program yetu ya 2026 in 90 days, ambao wanakimbiza malengo yao ya mwaka 2026 wakiwa na strategy zote, wakiwa na mfumo ambao unafanya kazi, na wakiwa chini ya mentorship yangu ya moja kwa moja. Pata nafasi hiyo, link iko kwenye description. Sasa naamini mpaka sasa tumeshapandisha viwango vyetu, ama tumeshaona madhaifu yetu kwenye viwango, na tumeshaona namna ya kupandisha viwango vyetu vya maisha. Sasa tunaenda kwenye hatua ya 3 ya muhimu zaidi, kama kweli tunataka tuongeze spidi na kuweza kufikia malengo ndani ya muda mfupi. Na hatua yetu ya 3 ambayo ni ya muhimu sana ni kuhakikisha tunaweka focus ya kufa mtu. Sasa nikizungumza neno focus, unashangaa kwa sababu umewahi kusikia neno focus, unalisikia neno focus mara kwa mara, unajiuliza focus ni kitu gani? Sasa focus ambayo ipo kwenye mfumo huu wa kufikia malengo makubwa ni focus ambayo badala tu ya kufocus kwenye malengo yako ambayo umejiwekea, ni lazima kuachana na fursa nyingi ama kelele za malengo madogo yanayokuja ukiwa njiani kuelekea kwenye safari yako ya mafanikio ya mwaka 2026. Natambua kuna fursa nyingi sana sivyo, unapigiwa simu, kuna opportunities nyingi sana zinakuja hapa katikati, kuna vimalengo vinakuja hapa katikati, distraction nyingi sana zinakuja. Una malengo yako tayari ya mwaka 2026, lakini kuna vitu vingi vinakuja katikati, mara hiki. Sasa nikwambie tu kwamba focus ambayo tunazungumzia hapa ni kusema hapana kwenye vitu vingi vidogo ambavyo vitakuwa vinakuja kukupotezea muda. Kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wasiofikia malengo ni kwa sababu huwa wanakuwa na fursa vingi vidogo ambavyo ni rahisi kuvifikia, ambavyo vinawapotezea watu muda na kusahau malengo yao mazito ya maana kwenye maisha, ambayo pengine njia ilikuwa ionekani moja kwa moja. Na ndio maana tunasema ni lazima kufocus kwenye malengo yetu ambayo tumejiwekea. Vifursa vile vidogo vinavyokuja ambavyo vinaonekana kama ni rahisi kuvifikia, hivyo huwa vinatupotezea muda. Nikupe tu mfano mmoja. Pengine ulikuwa na wateja wako ambao walikuwa wanakusaidia kuweza kufika shilingi 700,000 kwa mwezi, na unataka kufikia wateja ambao uweze kupata shilingi milioni 4 ama milioni 10 kwa mwezi. Sasa ukishapandisha viwango vya kuja hapa, ukapandisha ujuzi wako na ukaweza kupandisha pengine hadi huduma unazotoa zikatoka kwa za 700,000 zikaja za milioni 4 ama za milioni 10. Wale wateja wako milioni 7 wa kwenye milioni 7 pengine walikuwa nakulipa labda 50,000. Hawa watu sasa hivi wanatakiwa kulipe labda 250,000. Sasa kitakachotokea ni kwamba hawa watu watakuwa wanakuja kutaka huduma, na wewe tayari unahudumia watu ambao wanatakiwa kulipe shilingi ngapi? 250,000 kwa huduma ile ambayo ulikuwa unaitoa. Matokeo yake ni kwamba ukianza kuwashughulikia hawa, ndio unatoka kwenye focus, unatoka kwenye malengo yako, na unaacha kutafuta wateja wa 250,000. Mfumo wetu unasema malengo yetu lazima tuyapatie focus, na focus yenyewe ni kukomaa na vigezo ambavyo vinatusaidia kufikia hapa. Vigezo vyote ambavyo ni standard ya chini tunakuwa tumeachana navyo. I hope unaipata mpaka hapa. Na moja kitu kizuri ambacho watu wengi huwa hawafahamu ni kwamba utakapokuwa umeweka focus kubwa kutoka kwenye hii 700,000 yako ambayo imekukaba na kuenda kwenye milioni 4 ama milioni 10 kwa mwezi, utagundua kwamba ukifunika kombe la mwanaharamu apite ambaye alikuwa anakurudisha nyuma, weza ni wateja walikuwa nakulipa kidogo, weza ni ujuzi wako ambao ulikuwa ni wa chini, ama ni tabia zako ambazo zilikuwa hazina productivity kubwa, ama ni marafiki ambao walikuwa hawakupushi, marafiki wa vijueni, marafiki wa bata, ama ni mentor ambaye alikuwa hakuongozi vizuri, ama ulikuwa kwenye mazingira ambayo ni toxic, hakusaidii. Haya mazingira ukishayaacha chini na hizi standard zote ukishaziacha chini na uka-upgrade maisha yako, utashangaa kwamba huku juu fursa zitaanza kufunguka. Utaanza kuwaona wateja wa 250,000 wanapatikana wapi, utaanza kumuona mentor atakayekusaidia kufika hapo utamuona wapi,
Marafiki ambao watakusaidia kufika kwenye hiki kipato utawaona na fursa zinafunguka. Na mimi wanasema hivi, ukiweka malengo makubwa ya kufikia kwenye maisha, dunia, mbingu na ardhi zote huwa zinakuja pamoja na kukusaidia wewe kuweza kuona kila fursa, kila nyenzo na kila kitu ambacho unahitaji kukitumia ili uweze kufanikisha kufikia malengo ambayo umejiwekea. Sasa kama unataka kujifunza zaidi namna ya kufikia malengo makubwa ndani ya muda mfupi, kufikia malengo yako ya mwaka 2026 ndani ya siku 90 pekee, karibu kwenye community yetu ya 2026 in 90 days. Huku ndani ni mchaka 24/7. Nyenzo nyingi sana za kuhakikisha unaishi malengo yako, upende usipende, utake usitake. Chini ya uangalizi wangu mwenyewe, ni lazima utatimiza wajibu wako na kuhakikishia tu kwamba malengo yako mwaka 2026 tutayapiga kabla ya miezi 6 kuweza kupita. Ukitaka kujiunga, bofya linki iliyopo kwenye description ama nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Mwalimu wa Wataalamu na unitumie DM, uandike tu neno The Chosen 100. Inbox neno The Chosen 100 ama bofya linki hapo chini kwenye description.